katika jumuiya yetu. Sasa tuna jambo kubwa tarehe 3 mwezi wa 3. Kuna jambo linaitwa Maridhiano Day. Maridhiano Day ni siku ambayo taasisi yetu au jumuiya yetu ya maridhiano ilisajiliwa tarehe 3 mwezi wa 3. Kwa hiyo kile inapofika tarehe 3 mwezi wa 3 huwa tunaadhimisha kitu kinachoitwa Maridhiano Day. Mwaka jana tuliadhimisha pale mkoani Dodoma, na mwaka huu pia kwa maombi ya mkuu wa mkoa yameombwa pia yafanyike pale tena Dodoma. Kwa hiyo tarehe 3 mwezi wa 3, kwa maana Ijumaa kesho kutwa, tutakuwa na maadhimisho hayo ya Maridhiano Day, ambapo tumemuomba na tumemwalika Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa mgeni rasmi. Pamoja na kuadhimisha siku ya Maridhiano Day, ndani yake tutazungumzia ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Kama tunavyojua sasa, jambo la ukatili dhidi ya wanawake na watoto limekuwa ni changamoto kubwa kwa nchi yetu. Ni jambo ambalo linamuumiza sana Mheshimiwa Rais, linaiumiza serikali, lakini pia linaumiza jamii kwa ujumla. Sasa jambo hili la ukatili dhidi ya wanawake na watoto ni jambo ambalo halikubaliki, ni lazima tulipige vita kwa pamoja. Lakini pia sambamba na kutokomeza mauaji. Mauaji yamekuwa ni mengi, kila kukicha tunaona watu nyoyo zao zinaendelea kubadilika, watu wanakuwa na roho za kinyama, wanapoteza utu. Viongozi watalizungumzia jambo hili kwa pamoja, tunafanyaje. Lakini pia kamati za amani na jumuiya ya maridhiano Tanzania tunapinga kabisa matendo ya ushoga. Matendo ya ushoga na hizi juhudi ambazo zinazofanywa sasa ni lazima tuzikatae, au ndoa za jinsia moja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomuumba baba yetu Adam, alimuumba na Hawa ambaye ni mkewe. Alikuwa ni mwanamke. Hakumuumbia mwanamume mwenzake, alimuumbia mwanamke. Kwa hiyo mwanamke mwenzake ni mwanamume, mwanamume ni mwenzake ni mwanamke. Kwa hiyo matendo haya kudhalilisha utu wa binadamu ni matendo ambayo hayakubaliki na ni lazima tuyapinge kwa pamoja. Kwa tunapinga kabisa ushoga na tunalaani jambo hili na juhudi zote ambazo zinazofanywa dhidi ya kuharibu jamii yetu. Na hapa tunaipongeza sana Wizara ya Elimu kwa kutuondolea vile vitabu ambavyo vilikuwa vinaleta madhara makubwa kwa watoto wetu, kufundishwa aina za ubaradhuli, aina za matendo ambayo yasiyompendeza Mungu. Hatutaki Sodoma na Gomora katika nchi yetu, hatutaki maangamizi katika nchi yetu. Mambo haya ni lazima tuyapinge kabisa. Kwa hiyo sisi kama kamati za amani na jumuiya ya maridhiano Tanzania tunayapinga hayo kwa nguvu zote. Kwa hiyo Maridhiano Day tarehe 3 ni siku ambayo tunataraji kwamba viongozi mbalimbali watahudhuria, na viongozi wa dini na wale wa mila. Ni kongamano kubwa ambalo litafanyika pale katika ukumbi wa Jakaya Kikwete kuanzia saa 3 asubuhi siku ya tarehe 3. Lakini pia kamati zetu pamoja na jumuiya ya maridhiano Tanzania tunachukua fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwa kupunguza makali ya maisha kwa wananchi. Kulikuwa na kilio cha wananchi juu ya bei za bidhaa, lakini tumeona mama ameingia na kuruhusu wafanya biashara kuleta bidhaa kutoka nje na kuelekeza namna ya kuondosha makali haya ya maisha kwa wananchi. Jambo hili ni jema sana. Jambo hili ni jema sana na ni lazima tumpongeze Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata auheni katika maisha yao ya kila siku. Na ni lazima tumuombee katika jambo hili ili aendelee kuwasimamia Watanzania na kuwasaidia Watanzania. Mheshimiwa Rais amefungua milango mingi, milango ya demokrasia. Sasa watu wako huru kusema. Amefungua milango, kila mtu anajiona yuko huru kuishi katika nchi ya Tanzania. Anafurahia. Hakuna mtu ambaye anaishi kwa woga. Watu wanaishi kwa amani, watu wanaishi kwa utulivu. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais anatosha sana, na tuendelee kumuombea dua mama yetu Samia Suluhu Hassan. Lakini pia kamati za amani na jumuiya ya maridhiano Tanzania tunalaani sana tukio lililotokea kule Geita kwa kanisa Katoliki. Uharibifu uliofanywa ndani ya kanisa lile ni jambo ambalo halikubaliki na ni lazima tulaani. Na si kanisa Katoliki tu, bali kanisa lolote lile ni lazima liheshimiwe.
Katika mafundisho ya dini zetu zote tunafundishwa kuheshimu nyumba za ibada. Sasa tendo ambalo lililotokea kule Geita la uharibifu, la kuvamia kanisa lile, kwa kweli tunawapa pole sana katibu mkuu wa TEC, lakini pia askofu mkuu wa TEC. Tunawapa pole sana kwa tukio hili na tunalilaani kwa pamoja kwamba lisiruhusiwe, na wale wote ambao waliohusika ni vizuri wakachukuliwa hatua kali, kwa sababu nyumba za ibada ni nyumba ambazo zina heshima kubwa. Ni jambo la haramu na ni jambo ambalo halikubaliki. Kwa kamati zetu na jumuiya ya maridhiano tunalaani jambo hili kwamba ni jambo ambalo hatulikubali hata kidogo. Ni lazima tuheshimu nyumba za ibada za watu wote, na ndio maana kamati zetu hizi zina watu wa dini zote. Huko mwanzo hatukuwa hivyo. Huko mwanzo yalitendeka matendo ambayo yasiyofaa, uadui ulikuwa ni mkubwa, lakini sasa baada ya miaka 10 hii na zaidi tunaona mafanikio makubwa na upendo na udugu kati ya Waislamu na Wakristo. Kwa hiyo tutarajii kuona mtu anaweza kuharibu nyumba ya ibada ya mtu mwingine. Lakini mwisho, waheshimiwa waandishi wa habari, Waislamu wataingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi mtukufu wa Ramadhani kuanzia ima tarehe 23, inategemea muandamo wa mwezi na inategemea mamlaka zinazohusika zitakavyotutangazia. Kamati za amani na jumuiya yetu ya Tanzania, Waislamu na Wakristo, kupitia kamati zetu za amani tumejenga utaratibu. Waislamu wanapokuwa wamefunga, ndugu zao Wakristo wanaunganika nao. Tumezoea kufutari pamoja, tumezoea kuungana pamoja. Kwa hiyo kama jumuiya na kama kamati za amani tunawatakia Waislamu wote heri za mfungo wa Ramadhani, ambao Waislamu watautumia mfungo huo kutekeleza ibada. Kwa hiyo tunawatakia kila la kheri, na pia utapofika wakati ule mwingine wa Kwaresma, ibada ya ndugu zetu wa Kristo, kwa sababu kamati za amani na jumuiya ya maridhiano Tanzania ni watu tunaoheshimiana, pia tutazungumza kutakiana kheri. Kwa hiyo mwezi huu wa Ramadhani ni mwezi ambao Waislamu watautumia vizuri. Milango ya pepo hufunguliwa, milango ya moto hufungwa, milango ya rahma huwa wazi. Kwa hiyo Waislamu wautumie mwezi mtukufu wa Ramadhani kumwombea sana Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini wautumie sana pia kuiombea nchi yetu amani. Taifa letu ni kitu kikubwa sana. Upendo tulionao kama Watanzania ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo kheri ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ukifika, sisi kama kamati na jumuiya ya maridhiano tunawatakia Waislamu kila la kheri. Tumuombe Mwenyezi Mungu kwa pamoja ili aendelee kuidumisha amani ya nchi yetu, aendelee kubariki viongozi wetu. Hili ni jambo jema sana. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Na washukuruni sana waandishi wa habari, na karibuni tena katika ofisi yetu ya kamati za amani na jumuiya ya maridhiano Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Khamis, karibu. Naitwa Khamis, natokea Chinakia. Na maswali kama moja ama mawili. Na kwanza nilitoka tamko hivi karibuni kwamba kamati ya amani hii ya jumuiya ya maridhiano haitambuliki na haina mashirikiano na baraza kuu la BAKWATA na baraza kuu la Uislamu. Sasa tutaka tupate kauli, kwa sababu tuliona kamati ilianzia kwenye taifa lakini ilikuwa imekwenda mpaka kwenye wilaya zote nchini. Tuliona juhudi ambazo zinafanya. Maana yake nini tamko lile? Maana yake uwepo wake ni batili ama si batili? Kwa hiyo kama mwenyekiti wa jumuiya ya amani, mimi nafikiri ungeliweka sawa, kwa sababu ukisema vile viongozi wengine wanaweza sikialiko siende kutokana na tamko lile. Amani, mimi ni muasisi wa kamati za amani Tanzania, akiwepo Rais mstaafu Alhaji Ali Hassan Mwinyi, Daktari Reginald Mengi wakati ule, na mchungaji Fupe na viongozi wengine. Na nilichaguliwa kuwa mwenyekiti pale Serena miaka 14 iliyopita. Na kamati hizi zimeendelea kufanya kazi kwa muda wote. Na Baraza Kuu la Uislamu wa Tanzania BAKWATA halikusema kwamba halitambui kamati za amani, kwa sababu zipo na zimeendelea kufanya kazi pamoja na hizi kamati.
na Mheshimiwa Mufti pia ni mjumbe kwa maana ya mlezi wa Jumuiya ya Maridhiano Tanzania, na hakuna mahala popote ambapo amekana. Sisi tumempa hii heshima baada ya kuzungumza na mlezi wetu Mzee Pinda, Waziri Mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tukaona Mufti tumpe heshima hiyo na hajaikataa hiyo heshima. Na sisi tunashirikiana na vyombo vyote ndani ya kamati zetu za amani. Tunao TEC, tunao CCT, tunao Sabato, tunao Pentecost, tunao watu wengi hao, Mabudha, Bohora, Mahindu, Masinga, wote tunafanya nao kazi. Kwa hiyo tunao na sijaona mahala ambapo baraza inasema kwamba haitambui kamati za amani au jumuiya ya maridhiano. Hiyo sijaona, na kama wamesema hivyo basi watakuwa wamesema wao, lakini sidhani kama litakuwa ni jambo la sawa sawa. Kwa hiyo sisi tutaendelea kuwaheshimu kama vyombo vyetu. Tunaheshimu baraza BAKWATA, tunaheshimu TEC, tunaheshimu CCT, tunaheshimu Pentecost, tunaheshimu Wasabato. Tunashirikiana na wote hao katika kamati zetu hizi. Kwa hiyo tuko pamoja na wala tuna tatizo. Leo fungukeni kabisa maswali yote. Sawa. Miongoni kati ya dhima za kongamano ambazo umesema ni pamoja na kupambana na matukio ya ukatili ambayo